Ni Disemba 31, siku ya mwisho kabisa kumaliza mwaka 2025. Mengi ya kimichezo ambayo yameendelea kuchukua nafasi ni kule nchini Morocco, mashindano ya AFCON ambayo yanaendelea. Tanzania yaandika historia, usimkatie mtu tamaa kwenye maisha, ndicho ambacho kimetokea. Hakika ni historia kubwa sana mara baada ya mchezo dhidi ya Tunisia kutoa sare ya bao 1-1. Kawabe Media tunaizungumza michezo. Nipo na mchambuzi wangu Handeni Finest Ramadhani. Mimi naitwa Ernest Singano. Upo vizuri? Alhamdulillah, tuko vyema kabisa. Siku ya mwisho kumaliza mwaka 2025. Ni siku ya mwisho tunaumaliza mwaka, lakini naweza nikasema kama Watanzania tumeumaliza kibabe kwenye eneo la football, kwa maana ya kwamba tumefika ama tumefuzu 16 bora. Ni moja ya kitu ambacho Watanzania wengi tulikuwa tunakiwishi na kimetokea siku ya jana. Kwa hivyo ni tunaumaliza mwaka kwa staili ya kibabe zaidi kwenye eneo la michezo. Sawa, mchezo dhidi ya Tunisia, sare ya bao 1-1, goli la Faisal Salum, hatimaye tumeingia 16 bora. Nini ambacho Miguel Gamondi amekibadilisha kwenye mchezo wa jana dhidi ya Tunisia? Yes, Miguel Gamondi ni moja ya kocha ambao anapenda sana kucheza mpira. Sio wale makocha ambao nipiga mara mpira umefika kule. Yani hayuko kwenye ile directive football. Anapenda sana kucheza mpira wa kucheza ile total dominance. Ndio maana ukiangalia alikuwa anajaribu pia kufanya hivyo. Sema ni Tunisia pia wenyewe walikuwa ni wazuri sana, kwa hivyo ikawa inamuia vigumu yeye kuwa anatawala muda wote. Utamkumbuka pia Miguel Gamondi alikuwa na coach klabu ya Young Africans, walikuwa wanacheza kwa style hiyo, lakini dominance yake inakuwa ni ya tofauti kidogo. Anakuja katika eneo lako, aikaribia kwenye zone of final third, ana speed up, kwa maana kwamba anaambia viungo wake washambuliaji uongeze kasi ya pasi. Ndio maana ukiangalia namna ambavyo goli limepatikana, zilipigwa pasi za haraka sana, ikaenda kwa Faisal akachukua maamuzi binafsi ya kupiga, then watu wakapata bao. Lakini to me naweza nikasema Gamondi amebadilisha pakubwa sana timu ya taifa ya Tanzania. Pamoja na kwamba tumefuzu, lakini hilo lazima pia watu wengi walifahamu. Sawa. Kwenye mchezo wa jana ni kitu gani kimebadilika pengine kwa wachezaji, kwa sababu maneno mengi yalizungumzwa kwamba Tanzania ifiki popote, itoenda mbali. Unafikiri kwenye mchezo wa jana kwa timu kubwa kama Tunisia, nini kimeongezeka kwa wachezaji wa Tanzania? Yes, wengi ambao walikuwa wakidhani kwamba Tanzania kufuzu hatua ya 16 bora ni ngumu, walikuwa wakitembea na historia zaidi. Historia ya timu yetu ya taifa ya Tanzania sio nzuri sana, haiwagi bora kwenye mashindano haya ya kimataifa. Hata ni friendly match tunaonaga huwa tunapoteza. Lakini kama wangechukua hata wasaa mdogo wa kurejea kwenye mashindano ya chani, kuna mabadiliko yalionekana. Ilikuwa ni moja ya timu ambayo inacheza vizuri. Lakini ukiangalia pia wapinzani ambao tulipangiwa nao group letu, Uganda peke yake ndio alikuwa ni miongoni mwa wapinzani ambao tunaonekana kama tunawamudu kwa asilimia kadhaa. Lakini watu wamefanya surprise, kwa maana ya kwamba kiuchezaji wamebadilika sana. Kivipi? Gamondi ameingiza mbinu mpya, kwa maana ya kwamba timu itulie then icheze. Lakini pia kilichotusaidia pia jana, ukiachilia mbali mbinu za Miguel Gamondi, ni spirit waliokuwa nao wachezaji, ahadi za fedha, lakini pia wenyewe pia ile shauku ya kuhitaji kutengeneza historia ya kuitoa timu yetu ya taifa ya Tanzania kutoka hatua fulani kuelekea hatua fulani ambayo ni ya 16 bora. Wachezaji walikuwa na hicho kitu wanakitaka. Kwa hivyo spirit of fighting iliongezeka. Ari ilikuwa ipo juu sana kwa mchezaji mmoja mmoja. Maana kile ukiangalia without the ball timu ilikuwa inakimbia sana uwanjani, na mara nyingi ukiwa na timu ya namna hiyo, kwa maana kwamba tukiwa tuna mpira, let's run kwenye gaps mbalimbali kuhakikisha kwamba mpinzani hapati nafasi nzuri ya kutengeneza hatari, kinakusaidia hata kwenye ku retain position. Ndio maana ilikuwa ni rahisi sana Tunisia ikiwa na mpira, Tanzania kurejesha ilikuwa ni rahisi sana kwa namna hiyo. Ilikuwa ni mpira wa kushambuliana kwa namna hiyo. Sawa. Tukio la Ibrahim Baka pengine lingekuwa tukio la kumpa lawama ingali tusinge qualify kuelekea 16 bora, ambalo tukio lilizalisha penalty kwa upande wa Tunisia. Ndivyo ilivyo. Katika kila ajali yupo wa kulaumiwa. Hakuna ajali ambayo inasababishwa na watu wote. Inakuwa ni mtu mmoja tu na anasababisha hiyo ajali. Kwa hivyo lazima alaumiwe. Lakini kwa upande wa Ibrahim Baka, binafsi mimi sikutengeneza hiyo room. Sikuweka gap la kusema nahitajika kumlaumu kwa wakati huu. Why? Kwa sababu Ibrahim Baka ambaye tulimpigia makofi wakati anamzuia Victor Osimhen, Ademola Lookman na wengine, Chikwese kama unakumbuka, ndo huyu ambaye tulitaka kumtengenezea mzigo alifanya makosa dhidi ya Tunisia. Ukiangalia hapo kishabiki inamata, kwa maana kwamba shabiki ni haki yake kufanya hivyo. Lakini kifootball zaidi unaona hakuna hiyo room, kwa sababu hakuna ambaye hakosei hata mmoja. Watu wanapata penalty za wazi za maamuzi, wanakosa
hawezi kumlaumu, ni moja ya mpira mpira ndio upo hivyo. Ndio maana wataalamu wakaenda mbali kukwambia football ni mchezo wa wazi, lakini pia football ni mchezo wa makosa. Unafanya kosa unaadhibiwa. Ndio kile ambacho kilitokea. Tunisia pia akafanya kosa la kutokumkaba Faisal, kosa ambalo kwa wao ni kosa, lakini kwa Tanzania na Ibrahim Baka ameshukuru moja kwa moja akasema yes, Ibrahim Abdullah Baka Faisal Salum Abdallah amesawazisha makosa. Ndio maana watu walishangilia kwa ari kubwa sana. Sare ilikuwa inatupeleka sehemu fulani, ndio maana watu wakafurahi. Kwa hivyo ile room ya kumlaumu Ibra Baka binafsi sioni kama ilikuwa inastahili zaidi, lakini wengi wangefanya hivyo kwa sababu tulikuwa tunahitaji kwenda hatua fulani, then tumeikosa. Aliyefanya hivyo tusiende ni nani? Ni Ibra Baka. Sawa, wachezaji ambao wameonyesha performance nzuri sana kwenye hii michezo mitatu, pengine kwa haraka wanasema hata kwenye mafanikio ya familia yupo ambaye anahitajika kupewa pongezi. Michezo mitatu hii, wachezaji gani kwako wa Tanzania ambao walikuwa be surprised kwa performance? Yes, to me ukisema watatu unanipa wakati mgumu sana, lakini mimi nikasema performance wise ya team imefanya vizuri, lakini kirejea kwenye minajili ya swali lako, kwa maana ya kwamba katika kila mafanikio yupo mtu ambaye amepambana vya kutosha. Naweza nikazungumza eneo la katikati, binafsi wamefanya kazi kubwa sana. Alphonse Mabura, wonderful performance. Lakini pia ukiachilia mbali hivyo, kuna kijana kama Charles Mombwa alipambana sana. Kuna goli tulipata dhidi ya Nigeria, alikuwa ni mapambano yake, na ile goli limeleta kitu, limetusaidia kwa namna moja au nyingine. Lakini pia ukiachilia mbali hivyo, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomzungumzia pia Simon Happy God Msuva. Pamoja na kwamba labda unaweza kusema hakuwa akifunga mara kwa mara, lakini uwepo wake katika eneo la mbele, jinsi ambavyo anakwenda kufanya attacking, speed yake ilikuwa inawapa wakati mgumu sana mabeki wa timu pinzani ku overlap, lakini pia kuacha eneo kubwa katika eneo la flanks, kwa maana kwenye winga zile. Alikuwa ni mtu ambaye anajua kutumia nafasi nzuri. Ukiacha gap tu, mpira ukitupwa ghafla ameshafika. Alikuwa ni moja ya wachezaji ambao wameitengenezea uwanda mpana wa kupambana kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Lakini pia nitakuwa pia mchoyo wa fadhila endapo sitazungumzia kwa upande wa backline. Wakina Dickson Job, Ibrahim Abdullah Baka, Mwamnyeto, wonderful performance ambayo amefanya, ilikuwa ni superb sana. Sawa, tumalizie na hili. Ni mafanikio kwa upande wetu kama Tanzania qualify kuelekea 16 bora, na hapa hata tukitolewa zidi ya Morocco tutakuwa tuna deni na tumefanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Yeah, of course. Unajua malengo makubwa ya timu yetu ilikuwa ni angalau tufike katika hatua hizo, kwa maana kwamba hatua ya 16 bora. Naweza nikasema ni mafanikio makubwa, kwa sababu nikikuuliza ni siku gani ambayo tumefika, sidhani kama unaweza ukaniambia. Yes, ni mara ya kwanza, ni mafanikio makubwa kwa upande wetu. Ndio maana hata mara baada ya mchezo kuisha, wachezaji katika vyumba vya kubadilishia nguo walikuwa na vibe la kutosha, walikuwa wakishangilia vya kutosha. Kwa nini? Ni kwa sababu tumefanya kitu ambacho hatukuwahi kukifanya. Singano, ukifanya hata ambaye anatengeneza nyumba, kutengeneza msingi akafanikiwa kupiga nyumba ikafikia hatua ya lenta, hajaimaliza akafanikiwa kukaa, kwake ni mafanikio makubwa. Yani kwa kifupi, kupata kitu ambacho ulikuwa unakipambania kwa muda mrefu, then ikatokea umekipata, angalau unasema yes, nimevuka hatua moja kuelekea hatua nyingine. Kwa hivyo to me naweza nikasema let's get a time then tujicrap ourselves kwa kile ambacho tumekifanya, lakini pia kongole kwa mashujaa wetu, timu nzima ya Taifa Stars kwa kile ambacho amekifanya, bila kusahau Miguel Gamondi, kocha ambaye ameongoza kikosi hicho. Lakini pia serikali imeplay part kubwa kwa upande wa naibu waziri wakina Paul Makonda na wengine, wamejitahidi sana kutoa hamasa vya kutosha kwa timu ya taifa ya Tanzania. Bana, ni neno la mwisho la mchambuzi Hayandeni Finance Ramadhani, na ndio interview yetu ya mwisho ya mwaka 2025. Tukutane Januari 2026. Sina la ziada, naitwa Ernest Singano. Shukrani sana ndugu yangu. Here we go.